Popote pale ulipo muda huu, ninatamka neema ya Bwana juu ya maisha yako kwa mamlaka na kwa nguvu itendayo kazi ndani yangu kwa jina la Yesu Kristo. Kila mahali ulipo na kwenye nchi yoyote ulipo, leo hii ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 6 2025, ninatamka Mungu akaachilie baraka za double kwenye maisha yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kama Bwana wangu aishivyo, ulinzi wake ukawe maradufu juu ya maisha yako na kwa familia yako yote nzima kwa jina la Yesu Kristo. Utabarikiwa utokapo, utabarikiwa uingiapo, yatabarikiwa makazi yako yote. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, itabarikiwa kazi ya mikono yako. Bwana akakupe kibali na neema yake juu ya maisha yako yote isipunguke kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wangu ninayemtumikia akakuinulia uso wake na kuyabariki maisha yako kwa wingi kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka katika ulimwengu wa roho, Mungu akaachilia utele kwenye maisha yako. Kila mahali palipokuwa na kupunguka, ongezeko likawe hapo kwa jina la Yesu Kristo. Kila mlango uliokaa wazi kwenye maisha yako, kwenye familia yako, kwenye biashara, kwenye ofisi yako, ili kuleta maangamizi, ili kuleta mateso, ili kuleta ufukara, ili kuleta uharibifu, ili kuleta kila aina ya changamoto, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninafunga malango hayo. Maana imeandikwa ya kwamba chochote mtakachokifunga duniani kitakuwa kimefungwa na mbinguni. Ninafunga kila malango ya uharibifu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Mwokozi wangu aliye hai. Ninayafungua kila malango ya baraka kwenye maisha yako, na kila utakachokigusa kikafanyikiwe, kila utakachokigusa kikaende mbali, kila utakachokigusa kikastawi kwa jina la Yesu Kristo. Nakataa vifo vya ghafla kwenye maisha ya familia yako. Nakataa vifo vya mapema, vifo vya watoto, kuharibikiwa na mimba. Naenda kinyume kwa jina la Yesu Kristo. Kila ambacho mmekuwa mkikigusa kilikuwa kikiharibika, lakini kwa siku ya leo ninasimama kama nabii wa Bwana kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninasimama kama kuhani wa Mungu nikitamka kwa nguvu itendayo kazi ya Roho Mtakatifu kwamba biashara yako haitaharibika tena, mimba yako haitaharibika tena, fedha yako haitapotea tena kwa jina la Yesu Kristo. Ninaona kuna mtu ambaye umetapeliwa fedha yake mara nyingi sana, umetapeliwa pesa mara nyingi sana, lakini safari hii ninasimama mahali palipobomoka kwamba hautatapeliwa tena fedha yako. Kina Labani hata ila jasho yako tena, kina Labani hata kula pesa yako tena. Pesa yako itamtumikia Bwana, na Mungu atazalisha maisha yako, kazi yako, biashara yako, mifugo yako na kilimo chako chote kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu aliye hai. Kila ambacho shetani na maadui zote wamepanga kwa ajili yako, kwa jina la Yesu akitafanyikiwa, kwa sababu imeandikwa, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanyikiwa, na kila ulimi utakayoinuka kuhukumu utahukumu kwa mkosa kwa jina la Yesu Kristo. Kila waliosema kwamba mwaka huu utafukarika, kila waliosema kwamba mwezi huu hautaona mema, hautafika mbali, kwamba hautaishi, kwa jina la Yesu imeandikwa, mimi ni ndiye ambaye Bwana amempendelea. Imeandikwa ya kwamba sitakufa bali nitaishi na nitasimulia mema na makuu ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Kila kifo kilichoandikwa kwa ajili yako, ninatamka kwa damu ya Yesu Kristo ninayo mema. Uzima ukapatikane, amani ikapatikane, uhai ukapatikane. Utaishi miaka mingi, utawaona watoto wa watoto wako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Manabii wa upande wa giza, wachawi, mizimu imesimama, mashetani wa Freemason wamesimama kwamba watoto wako wataharibika, watoto wako wataenda katika njia za upotovu. Na mimi leo hii ninasimama kama nabii kwenye upande wa nuru katika ufalme wa Mungu kwamba watoto wako watakuwa, watoto wako watakuwa vizuri, watoto wako watalindwa na Bwana, watoto wako hawataharibika, watoto wako
wataona makuu ya Bwana kwenye maisha yao kwa jina la Yesu Kristo. Hawatateseka watoto wako, maana imeandikwa, sijawahi ona mwenye haki akiacha, wala watoto wake wakiomba chakula barabarani. Watoto wako hawataomba chakula barabarani kwa jina la Yesu Kristo. Watoto wako hawatakumbwa na pepo yoyote ile ya ushoga kwa jina la Yesu, ama pepo ya ulawiti kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo nasimama kinyume na every spirit of homosexual. Nasimama kinyume na kila every spirit of gayness juu ya watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Mungu akakushangaze, Mungu akakutendee mema, Mungu akasimame na wewe katikati ya mazingira ambayo peke yako huyawezi. Ukaone mkono wa Bwana, ukaone huduma ya malaika ikikuhudumia katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Endelea kusema amina kama uko naamini. Kuna neema ya ajabu. Na endelea kutabiri juu ya maisha yako ya kwamba kila mahali ambapo palipokuwa na ukame, mvua ya haki, mvua ya baraka, mvua ya upendeleo, mvua ya kibali, mvua ya neema ya Bwana ikanyeshe kwenye maisha yako. Umande wa miujiza ukazirike kwenye familia yako leo hii katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Natamka ulinzi wa kimungu kwenye maisha yako. Natamka afya, natamka afya kwenye mwili wako. Natamka afya, natamka afya. Natamka ulinzi juu ya familia yako, juu ya ndoa yako, juu ya ofisi yako, juu ya kazi yako, juu ya biashara yako. Kila mahali ambapo utaweka nyayo za miguu yako patabarikiwa. Mahali unapofanyia biashara, hiyo ni biashara yoyote ya mitumba, hiyo ni biashara yoyote ile ya duka, hiyo ni biashara yoyote ile, kwa jina la Yesu Kristo Bwana akawalete wateja, Bwana akaachilie mauzo mengi kwenye biashara yako kwa jina la Yesu. Na wewe ambaye ni mfanyakazi, kwa jina la Yesu Kristo Bwana akafungue malango ya kupandisha cheo kwako, akafungue malango ya kuongezewa na mshahara kuanzia leo, kuanzia leo mchakato huo ukaanze kwa jina la Yesu. Ninatamka kwenye ulimwengu wa kiroho, ninatamka katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana na Yesu akutunze. Mimi naitwa mtumwa wa Kristo na mwalimu Joseph Lwamo. Ikiwa unahitaji kukuachilia sadaka yako, ikiwa unahitaji ushauri wa kiroho, maombezi, nambari yetu ya mawasiliano ndiyo hii. Na ikiwa unatamani kuungwa kwenye group letu kwa njia ya WhatsApp ya huduma ya maarifa na maombi, unaweza kuwasiliana nasi pia kwa namba hii ambayo ni alama ya kujumuisha 2778624371. Mungu akubariki sana na Yesu Kristo akutendee mema na makubwa kwa jina la Yesu Kristo. Amen.